Changamoto ya kisukari sasa basi. Hapo zamani ilikuwa imezoeleka kwamba changamoto ya kisukari haitibiki au diabetes haitibiki. Ila nakupa habari njema ni kwamba hivi kwa muda mchache changamoto ya kisukari inatibika na kwa kutumia tiba asili zisizoenda kuacha madhara kwenye mwili wako. Watu wengi wenye changamoto ya kisukari hupitia hali hizi. Kwanza, uwezo wa kuona. Utakuta anapoteza uwezo wa kuona kwa sababu mishipa ile ya macho sawa kwenye retina yake zimeungua. Pili, utakuta mtu huyu anapitia changamoto ya upotevu wa kumbukumbu, hawezi kukumbuka. Ila tatu, kwa sababu kisukari kimekaa kwa muda mrefu na damu haitembei vizuri, au anatumia dawa sawa, anachoma sindano za insulin, utakuta anaenda kuathiri figo. Kwa hiyo mtu mwenye changamoto ya kisukari utakuta na figo zake zinaathirika. Sio hivyo tu, kwa sababu inadili na mfumo mzima wa mzunguko wa damu, huyu mtu hupata changamoto kwenye moyo wake. Mtu yote mwenye changamoto ya kisukari, haya sio madhara tu yanayomkera, bali hata ile ganzi, kuhisi miguu au mikono kuwaka moto huwa vinamwandama kila siku. Habari njema ni kwamba hivi suluhisho lipo. Ni matibabu ambayo utatumia kwa muda mchache, ila yataenda kusaidia uzalishwaji wa homoni inayozalisha insulin kwenye mwili wako kuwa vizuri. Itaenda kusaidizana na kongosho kuzalisha kiwango bora cha insulin kinachoingia kwenye damu na kingine kitoke nje kama taka mwili. Ila vile vile itakusaidia kuondoa madhara yote yanayohusiana na changamoto ya kisukari. Mfano, kwa mwanaume anaweza akapoteza hata uwezo wake wa kushiriki tendo la ndoa, nguvu za kiume, kutokana na kisukari. Nimekuwa nikiwasaidia watu wenye changamoto hii kwa muda mrefu. Nipigie leo ili tujue ni aina gani ya kisukari na chanzo chake, ili niweze kukupatia suluhisho. Tatizo unalo wewe, ila suluhisho liko kwetu. Safe Afya Point, nipo kwa ajili yako.